Popote unaenda, people don't like you. watu hawakupendi, They don't want you. hawakutaki. If you see your life like that, Ukiona maisha yako yako hivyo, you need to pray unapaswa kuomba, because you are in trouble. kwa sababu uko taabani. Grace comes with favor. Neema inakuja na kibali, It gives you favor. inakupatia kibali, It makes you acceptable, inakufanya ukubalike, lovable. mtu wa People kupendeka. must love you. Watu lazima They must wakupende, accept you. lazima wakubali. Why? Kwa nini? The grace upon your Kwa life. sababu neema iko juu ya maisha yako. Touch your generation. Unaweza gusa kizazi chako, You can do good things. unaweza fanya mambo mazuri, You can live a successful life. unaweza ishi maisha ya ufanisi, That even the day you leave the world, ili kwamba wakati utakapoondoka ulimwenguni, people will remember you for good. watu watakukumbuka kwa mema, Not politically, sio kisiasa, but reality. lakini kwa vitu ambavyo Because of the vilifanyika, lives you have touched. kwa sababu ya maisha uliyoyagusa. You can see a child of God. Unaweza una mtoto wa Mungu, You have business. uko na biashara, Your language is dry. lugha yako imekauka, When you talk, ukiongea everybody want to run away. kila mtu anataka kutoroka, And then you want to be blessed. alafu unataka You ubarikiwe, want to prosper. unataka Are ufanikiwe. you going to prosper? Je, utafanikiwa? Have a good language. Uwe na lugha nzuri, Ama namna gani? ndio. Make sure that your words Hakikisha kwamba maneno are yako seasoned with salt. imetiwa chumvi, That when you talk, kwamba unapoongea people can smile. watu wanaweza tabasamu. Usiwe kwa sababu uko katika ufalme usikuwe mbunifu. Hapana, Be innovative. uwe mbunifu In this kingdom, katika ufalme huu. have ambitions. Uwe na matamanio In this kingdom, katika ufalme huu. be a fighter. Uwe mpiganaji In this katika kingdom, ufalme huu. be a thinker. Uwe mtu wa In kufikiria this kingdom, katika ufalme huu. the grace is upon you Neema iko juu yako to shake your tie. ili utikise The wakati grace wako. is there. Neema ipo, But now, lakini sasa even your mentality, hata mtazamo wako, even the way you do things, namna yako ya kutenda mambo, even your faith, na hata imani yako, all these things vitu hivi vyote can enable you move forward. vinaweza kusaidia usonge mbele, Be a great blessing. uwe baraka kuu. Now, I want to talk about the responsibilities of grace. Nataka nizungumzie majukumu ya neema. I didn't finish this topic, Sikumalizia somo hili, so I'll continue until I finish the topic. kwa hivyo nitaendelea mpaka nitakapomalizia somo hili. Now, when we talk about the responsibility of grace, Napozungumzia majukumu ya neema, sometimes you will wonder, wakati mwingine unaweza shangaa, okay, we receive grace for free. tunapewa neema kwa bure. Grace is the work of God. Neema ni kazi ya Mungu. Grace located me. Neema ilinipata mimi, Grace found me. neema ilinipata, Grace chose me. neema ikanichagua. How then about the responsibility? Sasa itakuwaje nijukumike kwa ajili ya Grace neema? is the responsibility of God. Neema ni jukumu la Mungu. So this morning, Kwa hivyo asubuhi ya leo we want to help us understand nataka niwasaidie the kuelewa responsibility of grace. majukumu ya neema. Now, grace has two levels. Na neema ina viwango viwili. We have what we call saving grace. Kuna ile neema ya kuokoa na kukomboa. I want us to read Titus chapter 2, verse number 11. Nataka tusome Tito 2 mstari wa 11. For the grace of God is unmerited favor and blessing has come forward, has appeared for the deliverance from sin and the eternal salvation for all mankind. Hallelujah. Amina. So this is what we call saving grace. Hii ndio tunaita neema ya kuokoa. The grace has been revealed. Neema imefunuliwa, It has been set forward imetumwa for all the sinners, kwa watenda dhambi wote, all mankind. kwa wanadamu So wote. this is what we call saving grace. Kwa hivyo hii ndio tunaita neema ya ukombozi. It is revealed to us Inafunuliwa kwetu so that we can get salvation. ili tupate kuokolewa. Now, this grace, Na neema hii you don't work for it, hauifanyii kazi, but it is that which God has given. lakini ni ile ambayo Mungu ameshaipeana. That's why the Bible says, for the grace of God is unmerited. You see, that's the key word, unmerited favor Ndio maana and Biblia inasema blessing neema ya Mungu ambayo hatuistahili has come, has appeared for deliverance from sin and eternal salvation for all men. imefunuliwa na ikaja kwa ajili ya ukombozi kutoka kwa dhambi kwa ajili ya wanadamu wote. Now, let's go to Titus chapter 3, verse number 4. Alafu sasa tuende katika Tito 3 na mstari wa 4. But when the goodness and the loving kindness of God, our Savior, to man as man appeared.
Listen to that. Sikia. When the goodness and the loving kindness of God our Savior to man appeared, verse number 5, 5. he saved us. You see, when his goodness appeared, Wakati wema wake he ulidhihirika, saved us. alituokoa sisi, Not because of any works of righteousness that we had done, but because of his own pity and mercy by cleansing birth of the new birth, regeneration, and renewing of the Holy Spirit. So you see here, this is the work of God. hii ni kazi ya Mungu. So he did it without, us, taking part or doing whatever that we may have done. Kwa hivyo alifanya bila sisi kuhusika ama kufanya chochote kile Verse ambacho number tulikifanya. 6. Which he poured out richly upon us through Jesus Christ our Savior. Verse number 7. Wa 7. And he did it in order that we might be justified by his grace, by his favor, wholly undeserved. So we didn't deserve it. Kwa hivyo tukustahili. That we might be acknowledged and counted as conformed to the divine will in purpose, thought and action, and that we might become heirs of eternal life according to our hope. Now, there is that key word I see there, undeserved. Kuna hilo neno la msingi That's the ambalo key word. linasema hatukustahili. Justified by grace, Tumefanywa haki kwa neema, by his favor, kwa kibali chake, wholly undeserved. ambayo kwa hakika hatukuistahili. Can I continue? Je, naweza endelea? Now, I want now to see what we call ministerial grace. Na sasa nataka nionyeshe ile neema ya huduma. Now, that's we go to 1 Corinthians chapter 3, verses 10 to 12. According to the grace, the special endowment for my task God bestowed on me, like a skillful architect and master builder, I laid the foundation. Do you get that? Naelewa hiyo? According to the grace. Kulingana na neema. And then he goes on and says, special endowment, Alafu anasema uwezo wa kipekee. which means special empowerment, Manake ni nguvu special ability speciali given to him. ambazo alipewa. And then he says, like a skillful master, I've laid the foundation. Kama mjenzi shupavu nimeweka msingi. So now here you see God gives Paul the grace. Kwa hivyo Mungu anapatia Paulo The neema. grace to serve. Neema ya kutumika. The grace to be an apostle. Neema ya kuwa mtume. The grace to be a minister. Neema ya kuwa mhudumu. Now when he received this grace, Na anapoipokea neema this hii, grace gives him ability. neema hii inampatia uwezo. It gives him skills. Inampatia ueledi. So that he can serve God Ili aweze or kumtumikia lay Mungu. the foundation Ama aweke as msingi. a skillful minister. Kama mtendakazi aliye na Skillful ujuzi. servant. Mtendakazi mwenye ujuzi. Not just anyhow. Sio kwa njia yote tu. I want us to go to 2 Timothy Nataka tuende katika Timotheo wa pili, chapter 2, mlango wa pili, verses 1 and 2. mstari wa kwanza na wa pili. So you, my son, be strong, strengthen inwardly in the grace, spiritual blessing that is to be found only in Christ Jesus. And the instructions which you have had from me, along with many witnesses, transmit and entrust as a deposit to reliable and faithful men who will be competent and qualified to teach others. Paul is talking about people who are competent. Paulo anazungumzia watu He ambao talks about people wamefuzu, who are qualified. watu ambao wana You know, ujuzi, people who can now use the deposit, whatever they receive, and use it wisely to the glory of God. watu ambao wanaweza tumia kile ambacho wamekipokea kwa hekima kwa utukufu wa Mungu. 2 Timothy Timotheo wa pili, chapter 1, 1:6. That is why I would remind you to stir up. Stir up what? Rekindle what? The embers of fan, the flame of, and keep burning the gracious gift. I want you to see here, you have gracious gift. It means the gift that you have received, by grace. Manake kipao ulichokipokea kwa neema. The inner fire that is in you by means of the laying on of my hands with those of the elders at your ordination. Hallelujah. Amina. So here, verse number 7, Verse for 7. God did not give us this a spirit of timidity, of cowardice,
of craven and cringing, wow, and fawning, fear. But he has given us a spirit of power and of love and of calm and well-balanced mind and discipline and self-control. Amen. Verse number 8. 8. Do not bash or be ashamed then to testify to and for our Lord, nor of me, prisoner, for his sake, of the suffering to which the preaching of the gospel may expose you, and do it in the power of God. Amen. We go back to what we said in a large house. Sasa tunarejelea kile tulisema katika nyumba kubwa. Remember we read 2 Timothy chapter 2 verse 20. Kumbuka tulisoma Timotheo wa pili mlango wa pili The mstari Bible wa says 20. in a large house, Biblia inasema katika nyumba you kubwa don't only have vessels of gold hautapata tu vyombo vya dhahabu or pekee vessels of silver, ama vya fedha pekee, but you have also vessels of wood but kuna pia vya mbao and also clay. na vyombo vya udongo. All these they are in the large house. Vyombo hivi vyote viko katika This nyumba large kubwa. house Hii nyumba kubwa is the house of God. ni nyumba ya Mungu. Hallelujah. Amina. Now, in this house, Na sasa katika nyumba you hii have this kind of vessels. kuna hivi vyombo vya aina hii. Now, Paul is writing to Timothy Alafu Paulo anamwandikia Timotheo that you will do better kwamba utafanya bora zaidi to be that vessel of honor, ili uwe kile chombo cha heshima, because gold is for honor, kwa sababu dhahabu ni ya heshima, silver is for honor. fedha ni kwa ajili ya heshima. And then even when we talk about wood, Na hata tukizungumzia mbao, we have different type of wood. kuna aina tofauti za mbao. Bwana asifiwe. Amina. We have woods that are very expensive. Kuna mbao zenye bei ghali. For example, when we talk about the cedar, Kwa mfano tunapozungumzia mwerezi, this is a fantastic wood. huu ni mbao wa ajabu. It is built for palaces of kings and queens. Umetengenezwa kwa ajili ya nyumba za So wafalme now na he malkia. wants Timothy to become the best Kwa hivyo anataka Timotheo awe bora zaidi in his calling, katika wito wake, in the grace he has received. katika neema aliyoipokea. And also Paul tells Na us pia Paulo anatuambia that by the grace that he received, kupitia neema aliyoipokea given him, ambayo alipewa he yeye, did work as a skillful architect. alitenda kazi kama mjenzi shupavu. He didn't just serve God, Hakumtumikia tu Mungu, but did it in a powerful way. lakini aliifanya kwa njia ya ajabu. You see, grace Unaona, neema has two levels. iko na viwango viwili. I said the saving grace, Kasema kuna ile neema ya which you kukomboa receive for free, ambayo unaipokea bure, according to Romans chapter 3 verse 23, kulingana na Warumi that 3:23, God gives you for free. kwamba Mungu anakupatia bure, You don't work for it. hauitendei kazi, You don't search for God. au mtafuti Mungu. He came searching for Yeye you. ndiye aliyekuja You akikutafuta didn't wewe, know him. au kumjua He knew you. yeye, alikujua. You didn't go for him. Au kumtafuta He yeye, came for you. yeye alikuja You kukutafuta didn't wewe. repent sins Au kutubu dhambi before he came to you. kabla hajakuja He kwako. came when you are a sinner. Alikuja ukiwa mtenda He dhambi, came when you are lost. alikuja ukiwa He umepotea, came when you had no future. alikuja wakati haukuwa na siku za He came usoni, when you are evil. alikuja wakati ulikuwa He muovu, came when you could not even think about it. alikuja wakati ambapo hata ungewaza kumuhusu yeye. Why? Kwa nini? Because you are predestined Kwa sababu tayari ulikuwa umeshachaguliwa in eternity. katika umilele. Now listen, Sikia sasa and listen na well. usikie kwa makini. Saving grace, Ile neema ya the kuokoa, grace that saves you, neema ambayo inakukomboa, the grace that makes you a child of neema God, ambayo inakufanya mwana wa Mungu, you get it for free. unaipata bila kulipia. But the ministerial grace, Lakini ile neema ya it kutumika requires your commitment. inahitaji ujitolee kwake. That's why Ndio maana I told you the other day, niliwaambia hivi there karibuni, is no grace minus responsibility. hakuna neema bila majukumu. God came one day Mungu akaja siku moja and found Abraham akampata Ibrahimu living in the land of Chaldea. akiishi kule katika nchi ya Kaldea. God said, Mungu akasema, leave your country, toka kwenye nchi yako, leave your people, toka kwenye watu to wako, where I'm going to send you. uende I nitakapokutuma, will bless you there. nitakubariki ukiwa kule. Abraham left and Ibrahimu went. akatoka mahali pale, And God told him, na Mungu akamwambia, you shall be utakuwa the source of blessings chemichemi ya baraka to the nations. kwa mataifa. Now listen, Sikia sasa, God gives him grace. Mungu anampatia neema, He saves him. anamuokoa, He pulls him anamvuta out of the land of idolatry. kutoka nchi ya uabudu sanamu, So he pulls him out anamtoa nje, and then blesses him. alafu anambariki. That's the grace of God. Hiyo ni neema ya Mungu. Can we say amen? Amen. That's the grace of God. Hiyo ni neema ya The Mungu. Bible doesn't tell us that Abraham was better than other people. Biblia haituambii kwamba Ibrahimu alikuwa bora kuliko watu The wengine, Bible does not tell us how Abraham repented his na sins. Biblia haituambii namna gani Ibrahimu alivyotubu dhambi zake. Genesis chapter 12 starts that God
spoke to Abraham. Mwanzo 12 inaanza ikisema Mungu akaongea na Ibrahimu. Now, why is God blessing Abraham? Na ni kwa nini Mungu anambariki Ibrahimu? God is not just blessing Abraham to go and enjoy the blessings. Ambariki tu ati aende afurahie zile baraka. God is calling Abraham Mungu anamuita Ibrahimu so that he can share ili aweze the kushiriki blessings given to him. zile baraka alizopewa. God will always bless you to bless others. Mungu kila wakati atakubariki ili ubariki watu wengine. God will equip you to equip others. Mungu atawekeza ndani yako ili uwekeze ndani ya watu wengine. God will smile at you so that you can also put a smile at the face of Mungu other people. atakutabasamia ili na wewe pia uweke tabasamu katika nyuso za watu wengine. God does not work in vain. Mungu hatendi kazi bila sababu. God cannot do things or something without a reason. Mungu hawezi fanya kitu bila kusudi. Whatever God does Chochote Mungu anafanya is for a purpose. ni kwa sababu ya kusudi You are fulani. not just saved Hawezi kuwa to sit tumeokoka down tu and watch at him. ati ukae chini alafu mtazame. No. Hapana. He saves you Anakuokoa to serve. ili utumike. Salvation, you Wokovu receive for free. unapewa kwa bure. But Lakini the gift he has given you, kile kipawa alichokupatia he wants you to use it for his glory. anataka ukitumikie kwa utukufu wake. Be beneficial to the kingdom. Uwe wa faida katika ufalme. Amen. Amina. So grace does not come bure bure. Kwa hivyo neema haiji bure bure. So grace comes and grace can grow. Neema, kwa hivyo neema yaja na pia neema inaweza kukua na kukuzwa. I gave you a scripture, Philippians chapter 3 verse 13. Niliwapatia andiko katika Wafilipo 3:13. Paul says, I forget what is behind Paulo me. anasema nasahau yaliyopita I'm forging ahead. na ninaendelea mbele. I work very hard. Ninafanya kazi kwa bidii. Even in 2 Timothy chapter 6, Hata katika Timotheo wa pili you mlango know, wa he 6 talks about the way he worked. anazungumzia namna alivyotenda kazi. I've fought a good fight. Nimepigana So vita vizuri. that is grace. Kwa hivyo hiyo ni neema. You don't receive grace and then sleep on grace. Haupokei neema alafu unailalia. The church is an amazing place. Kanisa ni mahali pa ajabu And believers are amazing people. na waumini ni watu wa ajabu. Do you know why? Unajua ni kwa nini? If you look at the people of the world Ukiwatazama watu wa ulimwengu, and believers, wale ambao ni wapagano, if they are politicians, kama hao ni they wanasiasa, will do better than the Christians. watakuwa bora kuliko Wakristo. They will even go out there, Wataenda kule nje compete with Christians, wakashindana na and Wakristo defeat Christians. na washinde Wakristo. And then a Christian will come Alafu Mkristo akuje and say, oh, God has failed me. aseme Mungu ameniachilia. God didn't fail you. Mungu He hakukuachilia, has given you grace. amekupatia neema, But now, lakini the way to serve in that grace namna ya kutumika ndani ya ile neema, is in your hands. hiyo niko katika mikono yako. That's the point. Na hiyo ndio ya msingi If hapa. you refuse to serve Iwapo utakataa to kutumika, work kufanya kazi very hard, kwa bidii, Paul says to Timothy, Paulo anamwambia Timotheo, stir up chochea the gift inside you. kipawa kilicho ndani yako, Stir up the grace you have received. chochea neema iliyo ndani yako. You go, for example, you're a politician. Kwa mfano wewe ni mwanasiasa, unaenda, It's time for to do politics, or it's time to do elections. ni wakati wa Votes. kampeni na kufanya uchaguzi. You go there, Unaenda kule, you are telling people nothing. alafu hauambii watu chochote, And you say, my God will see me through. alafu unasema Mungu wangu ataniongoza hadi That mwisho. is rubbish. Hiyo ni takataka. That's rubbish. Hizo ni vitu ambavyo Your havina God maana. will see you through Mungu atakuwa na wewe hadi mwisho by you kupitia wewe understanding the grace given you, kuelewa neema ambayo umepewa, understanding the potential that you carry, kuelewa uwezo ambao uko ndani yako, and understanding even that the art, to pursue, the art even to persuade people. na hata The ujue art to namna ya talk to kuwashawishi watu na kuongea na wao. Have the best, Uwe uko bora and I am the kabisa, best. kwa sababu niko na I ile will bora, work sasa for mimi ndio you. bora. I will do this. Kwa I'll hivyo do nitafanya that. hivi, nitafanya hivi. You go there, say, hey, elect me. Nenda pale unaambia mnichague. I'm born again. Mimi So ni what? mtoto wa Mungu, nimeokoka. So what? Kwa hivyo Today everybody is born again. leo kila mtu ameokoka. Don't you know that? Haujui hiyo? Everybody will tell you I'm born again. Kila mtu atakwambia nimeokoka. When they open their mouth, Wakifungua midomo yao, what comes out kile kinachotoka testifies ndio that they are kinashuhudia not born again. kwamba hawajaokoka. But born again, Lakini kuokoka they carry it. wanaibeba. It's a bando. It is like something. It's like, how do you call it? Kibao, isn't it? Do you know kibao? When you come at Resurrection Temple Kija outside, pale kanisani pale nje, signpost. You know it now. Do you know signpost? unajua kibao, I'm born again. But nimeokoka. when they open their mouth, Lakini wakifungua midomo yao, what comes out, kinachotoka nje it is hatred.
ni chuki. So you understand they are not born again. Kwa hivyo unaelewa kwamba hawajaokoka. So what is important here Sasa cha muhimu hapa is to show the quality that you have. ni kuonyesha dhamana iliyo ndani yako. Don't assume. Usipuuzilie People know I have potential. kwamba They watu don't wanajua know. nina uwezo. They Hapana, don't hawajui. They don't know you have potential. Hawajui una uwezo. Oh, they know I'm a good person. They Wanajua don't mimi ni know. mtu mzuri, They hawajui. don't know. Hawajui. Show them that you are a good person. Waonyeshe kwamba wewe ni mtu mzuri. Hallelujah. Amina. So by doing this, Kwa hivyo kwa kufanya hivyo we are going to succeed. tutafaulu. In a large house, Katika nyumba kuu there is gold. kuna dhahabu. Why is it that you can't be gold? Mbona wewe usiwe dhahabu? Why are you a clay? Mbona wewe ni udongo? Even when we talk about gold, Hata tunapozungumzia dhahabu, we have gold that is pure, kuna dhahabu iliyosafishwa and you have also gold that is dirty. na kuna dhahabu iliyochangamana na uchafu. When you read Exodus chapter 25, Ukisoma Kutoka 25 from verse 29 down, kuanzia mstari wa 29 God talks kusonga to chini. Moses. Mungu anamuongelesha When you Musa, build the tabernacle, kijenga hekalu, I want you to do that ark. nataka Do it utengeneze with acacia wood. sanduku la agano ukitumia mtimba. Why acacia wood? Mbona mtimba? It's a perfect wood. Ni kwa sababu ni mbao It's iliyo bora, fantastic wood. ni ya ajabu, It is strong. ni ya nguvu It is rare. na haipatikani expensive. popote, ni ya bei ghali. That will do the job. Hiyo ndio itafanya hiyo And kazi. then cover the ark with pure gold. Alafu ifunike na dhahabu iliyosafishwa, Not just any gold, sio dhahabu yoyote but tu, pure gold. lakini dhahabu iliyosafishwa. This is God talking. Huyu ni Mungu So anayezungumza. God goes for quality. Kwa hivyo Mungu anatafuta vitu vilivyo bora In the kingdom of God, katika ufalme wa Mungu. to become better, Ili uwe bora depend on you. inakutegemea wewe, Whether you are made of gold, ikiwa umetengenezwa na of dhahabu silver, ama wa fedha of wood, ama mbao or clay, ama udongo. every dimension Kila kiwango of grace ya neema will carry out the four dimensions. Every kitatenda grace. kazi katika viwango hivyo vine. Every grace that you Kila have. neema iliyoko In that particular grace, katika neema hiyo hiyo you can be gold. unaweza kuwa In dhahabu. that particular grace, Katika neema hiyo you hiyo can be wood. unaweza kuwa In mbao. that particular Katika grace, neema hiyo you hiyo can be clay. unaweza kuwa udongo. So you decide what you Kwa become. hivyo ni wewe utaamua utakuwa nini. Paul says to Timothy, Paulo anamwambia Timotheo, by doing what is good, kwa kutenda kilicho bora, by doing what is required, kwa kutenda by kinachostahili, doing what is necessary, kwa kutenda by kinachostahili doing kufanywa, what is important, kwa kufanya kilicho cha muhimu, you will become a vessel of honor utakuwa chombo cha heshima that God cherishes, ambacho Mungu anajivunia, that God will use for noble purposes. ambacho Mungu atatumia kwa makusudi But mazuri. if you don't take care of yourself, Lakini iwapo hautajilinda, you don't do what is good, utafanya kilicho sawa, automatically you are going to be used for bure purposes, mara moja utatumiwa kwa kusudi za bure in noble purposes, ambazo hazina heshima ama maana. purposes ya bure bure, kama kikalangio ya mahindi ama namna gani. But if you are that wonderful person, Lakini ukiwa wewe ni yule mtu mzuri, God is going to use you, Mungu utilize you atakutumia for purposes that are very important. kwa kusudi ambazo ni za muhimu sana. So every grace Kwa hivyo kila neema comes with the potential inakuja na to uwezekano attain the four dimensions. wa kufikia vile viwango vinne. Now, your decision Sasa uamuzi wako decide what you become ndio utaamua utakuwa in nini this kingdom. katika ufalme huu. Let me give you an example. Wacha nikupatie mfano. You see, grace Naona neema is not just there to take you to heaven. sio ati iko pale tu kukupeleka mbinguni, Grace is also there to protect you. iko pale pia kukulinda. Amina. Do you know that grace gives you favor? Unajua neema inakupatia kibali. Do you know that? Je, unajua hiyo? Is it a favor to go to heaven? Je, ni kibali kwenda mbinguni? Ninyi munijibu. Favor to go to heaven. Kibali kwenda mbinguni. Grace doesn't. Okay, listen. Grace, when it comes upon you, Neema inapokuja juu yako, it means you have already found favor with God. inamaanisha tayari umepata kibali That's mbele ya why Mungu. it is released to you. Ndio maana inaachiliwa kwako. Now, why again favor? Na sasa kwa nini tena upatiwe kibali? Because favor, can I talk Naweza ongea as I feel? ninapo You are a child of God. wewe ni mtoto wa Mungu. Wherever you go, Popote unaenda, people don't like you. watu hawakupendi, They don't want you. hawakutaki. If you see your life like that, Ukiona maisha yako yako hivyo, you need to pray unapaswa kuomba because you are in trouble. kwa sababu uko taabani. Grace comes with favor. Neema inakuja na kibali. It gives you favor. Inakupatia kibali, It makes you acceptable, inakufanya ukubalike, lovable,
mtu wa People kupendeka. must love you. Watu lazima They must wakupende. accept you. Lazima wakukubali. Why? Kwa nini? The grace is upon your Kwa life. sababu neema iko juu ya maisha yako. The Bible talks about Esther. Biblia inamzungumzia Esther. Wherever she went, Popote alipoenda she found favor alipata kibali in a foreign land. katika nchi ya The kigeni. Bible talks about Ruth. Biblia inazungumzia Wherever Ruthu. she went, Popote alipoenda she found favor. alipata kibali. The Bible talks about the apostles. Biblia inazungumzia wale mitume. They had favor upon their lives. Walikuwa na kibali juu ya maisha yao. That's the grace of God. Hiyo ni neema ya Mungu. Now, Sasa when you go in the marketplace, unapoenda sokoni you have that favor. uko na hicho kibali. You have all these tools. Uko na vifaa hivi You don't vyote. even know how to use them. Haujui hata namna ya kuvitumia. I was talking to the people I carried in the vehicle this morning Nilikuwa nazungumza na watu niliowabeba garini asubuhi. as we were coming. Tukija kanisani. I was listening to a certain song, Nilikuwa nasikia wimbo fulani. and then that song Na wimbo huo was sung in the language that you don't understand, ulimbo katika lugha ambayo nyinyi hamuelewi. and the explanation was not given. Na maelezo hayakupewa. And then I said, Alafu nikasema, this guy is singing well, huyu mtu anaimba vizuri, but his context lakini muktadha wake does not understand the language. hauelewi lugha yake. So how will they say amen? Sasa hao watu watasemaje amina? When you make sense, Unapokuwa when na maana, what you do can be interpreted wakati kile unafanya kinaweza kutafsiriwa in the context, the world where you live, katika ule ulimwengu unaoishi, that's how you win the market. hivyo ndivyo utashinda ile soko. Or do you think you are in heaven? Ama unadhani uko mbinguni? Sometimes believers think they are already in heaven. Wakati mwingine waumini wanadhani tayari wako You are mbinguni. not already in heaven. Bado hamjafika mbinguni. You are on earth. Mko duniani. You are going to heaven, Mbinguni ndiko mnaelekea, but you are on earth. lakini bado mko duniani. Amen. Can I repeat what I've said? Je, naweza rejelea nilichokisema? We are citizens of heaven, Sisi ni wenyeji wa mbinguni, but for now, lakini kwa sasa we live here on earth. tunaishi hapa duniani. Ama namna gani? Ndio. And because we live here on Na kwa earth, sababu tuko ulimwenguni, the context in which we are living, mahali ambapo tunaishi, you know, the context has problems. mahali pale pana shida, There has difficulties. kuna magumu, And you have the grace na wewe una neema to answer to the ya needs. kujibia zile shida, Now, if you mahitaji. don't answer to those needs, Iwapo hautajibia yale mahitaji, like for example in this church, kwa mfano kanisani hapa, sinners come here in this church, watenda dhambi wanakuja they kanisani, want to get born again. wanataka kuokoka, We don't give them the opportunity. hatuwapatii nafasi. They find me speaking in tongues, Wananipata nikiongea kwa James is ndimi, speaking in tongues, na mimi naongea kwa ndimi, or the way you are sitting here, ama namna mlivyoketi hapa, I start speaking in tongues, nianze kuongea kwa ndimi, and you speaking in tongues, alafu nianze kuongea kwa and ndimi, you are watching us, na wewe uko pale we speak unatutazama, in tongues for 1 hour, tunaongea kwa lugha kwa lisali moja, and you are just sitting na wewe watching. umeketi tu ukitazama. So after 1 hour, Na baada ya lisali moja we say amen. tunasema amina. May I go this way? Yeye anaenda upande ule, James goes that way. alafu mimi naenda upande huu. Next Sunday, are you going to come again? Jumapili ijayo mtarejea. If you come again, Kiwa utarudi, I start speaking in tongues nianze kuongea kwa and ndimi, speak in tongues. alafu anze kuongea kwa ndimi. After 1 hour, Baada ya lisali I moja go this way. niende upande He huu, goes that way. na yeye ende upande huu. Another Sunday, are you going to come? Je, hiyo Jumapili nyingine utakuja? Bwana asifiwe. Amina. So God gives you grace. Kwa hivyo Mungu anakupatia Now you neema, need to translate the grace na sasa wewe lazima uitafsiri ile neema into a daily life. katika kila siku ya maisha yako. Translate that grace. Uihusishe ile neema. It can be turned into a bread. Inaweza badilishwa iwe mkate, It can be turned into water. inaweza badilishwa iwe maji. I want to give you an example, Nataka nikupe mfano which is biblical. ambayo ni ya kibibilia. Jesus says, Yesu anasema, the Spirit of God is upon Roho wa me. Mungu yu juu yangu, He has anointed me, amenipaka mafuta you know, to be a blessing to the world. niwe baraka kwa ulimwengu, To preach the good news. kuhubiri habari Good njema. news. Habari njema, Upon bad news. sio habari mbaya. For example, you go to church. Kwa mfano unaenda kanisani, You sit down. unaketi, The preacher stand here. mhubiri anasimama hapo, He start cursing you. anaanza kukulaani, He curses you anakulaani until finish, mpaka anamaliza, and then you go home. alafu anaenda nyumbani. Next Sunday, you go again. Jumapili unarejea. Bwana asifiwe. Amina. So Jesus Kwa hivyo Yesu was given grace. alipewa neema, The grace to bless. neema ya kubariki, The grace to lift people up. neema ya kuinua watu juu, The grace to do good. neema ya kutenda mema, The grace to heal the sick. neema ya kuponya magonjwa. Ama namna gani? Yes. The grace to cleanse the lepers. Neema ya kusafisha wa kutakasa wakoma.
Now, because his grace Na kwa sababu neema was yake answering to the needs of his generation, ilikuwa inajibia mahitaji ya kizazi people chake, came watu to walikuja listen to that grace. kusikia hiyo neema. They said, Amen. what a grace. Walisema neema It ya is namna bringing gani deliverance. inaleta ukombozi. Do you get that? Je, unaelewa? So the grace God has given Kwa you, hivyo neema ambayo Mungu amekupa, wherever you go, popote utakapoenda, that grace neema hiyo is profitable. inafaidisha. The Bible says, Biblia inasema Joseph lived in the house of Potiphar. Yusufu aliishi katika nyumba ya Potiferi. Whatever he touched Chochote alichokigusa prospered. kilinawiri. He found favor before everybody Alipata kibali mbele ya because kila of the mtu grace that was upon his life. kwa sababu ya neema iliyokuwa juu ya maisha yake. Whatever he did Chochote alikifanya prospered. kilinawiri. The Bible says whatever he did. Biblia inasema chochote alikifanya. The Bible didn't say Biblia haijasema when he sat down, alipoketi chini prosperity came to the house. ufanisi ulikuja nyumbani. Pana. Prosperity came Ufanisi ulikuja through work, kupitia utendakazi, through what he did. kupitia alichokifanya. Your grace will be revealed Neema yako itafunuliwa when you talk to people. wakati unapoongea na watu. When you talk to people, Unapoongea na watu, what is coming out of your mouth? For kile example, kinachotoka kwenye mdomo wako. you can see a child of God. Unaweza una mtoto wa Mungu, You have business. uko na biashara, Your language is dry. lugha yako imekauka. When you talk, Ukiongea everybody wants to run away. kila mtu anataka kutoroka, And then you want to be blessed. alafu unataka You ubarikiwe, want to prosper. unataka Are ufanikiwe. you going to prosper? Je, utafanikiwa? Have a good language. Uwe na lugha nzuri. Ama namna gani? Ndio, Make sure that your words hakikisha kwamba maneno are yako seasoned with salt. imetiwa chumvi, That when you talk, kwamba unapoongea people can smile. watu wanaweza tabasamu, People like to be around you. watu wanapenda kuwa karibu nawe. Why? Kwa nini? Because you are a blessing. Kwa sababu wewe ni baraka. Apana. When you talk, Unapoongea it's like fire. ni kama moto It's burning everybody around you. unaochoma kila aliyekuzunguka. People are going to run away Watu watatoroka, and then you fail. alafu ushindwe. Oh, Mungu ameniwachilia. Mungu haja kuachiliwa because you don't understand Ni kwa sababu how the kingdom hauelewi operates. falme unavyotenda kazi. To rise in grace Kuinuka katika neema is in your hands. uko katika mikono yako. Reception of grace, Pokea neema, God gives you grace. Mungu anakupa neema. But to rise in grace, Lakini kuinuka ndani ya to ile develop neema, in grace, kuitendesha to na kusonga grow mbele in katika ile grace, neema, kukua to katika neema, expand in grace, kupanuka katika neema, that is in your hands. hilo ni jukumu lako. I repeat again. Narejelea, God gives grace. Mungu anapeana neema, But lakini to grow in grace, kukua katika neema it is in your hands. ni jukumu lako wewe. To become the best, Kukua aliye bora it is in your ni hands. jukumu lako. To live a life of gold Kuishi maisha kama dhahabu and pure gold na dhahabu iliyosafishwa is in your hands. uko katika mikono yako. To live a life of a wood. Kuishi maisha kama mbao, And when we talk about wood, na tunapozungumzia mbao in Israel, for example, katika Israeli kwa mfano, or in the ancient world, ama katika ule ulimwengu you wa had kale, like the cedar, kulikuwa na ule mwerezi, those were wonderful, the sycamore. kwa mfano ule mkuyu. Bwana asifiwe. Amina. Have you ever read in the Bible, okay, go and take the wood of a sycamore? Umeshawahi soma Biblia, katika Biblia uende uchukue mti wa mkuyu? Bwana asifiwe. Amina. So you can become a better person. Kwa hivyo unaweza kuwa mtu bora zaidi. You can make waves. Unaweza tengeneza mawimbi. You can touch your generation. Unaweza gusa kizazi chako. You can do good things. Unaweza fanya mambo mazuri. You can live a successful life. Unaweza ishi maisha ya ufanisi. That even the day you leave the world, ili kwamba wakati utakapoondoka ulimwenguni, people will remember you for good. watu watakukumbuka kwa mema, Not politically, sio kisiasa, but reality. lakini kwa vitu ambavyo Because of the vilifanyika, lives you have touched. kwa sababu ya maisha uliyoyagusa. Can we say hallelujah? Haleluya. So this is very Kwa important. hivyo hii ni muhimu sana. Moses is telling God, Mfano Musa anamwambia Mungu, I want to see you. nataka nikuone. Remember, Na ukumbuke many people are given grace. watu wengi walipewa neema. Abraham was given grace. Ibrahimu alipewa neema, Isaac was given grace. Isaka akapewa neema, Jacob was given Yakobo grace. alipewa neema, Joshua, all these people, Yoshua na hawa watu wengine wote, even Jacob, all these people, Joseph. watu wote hawa, Yusufu, wengine But wote hawa. among all these people, Na kati ya hawa watu wote nobody hakuna hata mmoja in his heart katika moyo wake desired alitamani to see God, kuona Mungu physically speaking. katika hali ya kimwili. They were contented Wote walitosheka by God speaking in dreams. katika Mungu kunena nao katika ndoto.
They were contented walitosheka by God speaking through visions. kwa Mungu kunena nao kupitia maono. But Moses was not contented. Lakini Musa He hakutosheka. said, I want more of you. Alisema nataka kuwa na I uteo want wako. to see you. Nataka nikuone. If you are my friend, Iwapo wewe ni rafiki yangu, if I have found favor before you, iwapo nimepata kibali mbele if yako, your grace located me, iwapo neema yako ilinitafuta mimi, can I see this person? je, naweza kuona mtu The huyu one who talks to me often, ambaye anaongea na mimi mara kwa mara, just to enjoy your beauty, nifurahie tu how urembo you wako, look like, oh God. unavyokaa, unavyofanana. God said, wow, Mungu akasema nobody hakuna mtu has ever seen me. amewahi kuniona Nobody can see my face na hakuna anayeweza kuona uso wangu and live. na aendelee If kuishi. you see me, you are a dead person. Iwapo utaniona tayari umeshakufa. But God, you said, I found favor. Lakini Mungu ulisema nimepata kibali. Your favor can take me anywhere. Kibali chako chaweza Can kunifikisha take me to popote. places. Kinaweza nipeleka mahali. Your grace can take me to feed with kings and Neema yako queens. inaweza nifanye nile na wafalme na malkia. God said, wow, Mungu akasema wao, there is a place beside me. kuna mahali hapa kando So yangu. look at what God is doing. Kwa hivyo angalia Mungu anachokifanya. God has to go back to the constitution Kwamba ilibidi Mungu arudi katika to sheria. write something quickly, Aongezee kitu kwa haraka which will protect Moses, ambacho kitaweza kumlinda Musa to see him and ili aweze kumuona na aendelee kuishi. nobody has ever seen me. Hakuna ambaye amewahi niona, But lakini because of the favor you have found kwa before, sababu ya neema uliyopata mbele yangu, I have a place. ninapo mahali. Remember that all these generations Na ukumbuke kwamba vizazi hivi who vyote lived before Moses, ambao waliishi kabla ya Musa, that place, mahali pale the safest place, pale mahali penye a usalama, place you can stand and see God. mahali ambapo unaweza simama na The uone place Mungu, was still there. mahali pale bado palikuwepo. But when you are not hungry, Lakini wakati hauna in kiu this kingdom, katika ufalme you get huu, nothing. hautapata chochote. It's the hunger that you have Ni ile njaa ulionayo that decide what you get. ambayo itaamua utapewa It's the nini. commitment that you Ni ile have hali yako ya kujitolea which decide what you get. ambayo itaamua utapata nini. If there is no commitment, Iwapo hakuna kujitolea, if you feel you are tired, iwapo unahisi umechoka, if you feel you are hopeless, iwapo unaona ni kama hauna matumaini, if you feel you cannot fight, iwapo unahisi kwamba huwezi pigana, you get nothing. hautapata chochote. So it was about Moses. Kwa hivyo ilikuwa inahusiana na God Musa. says hapa. there is a place Mungu alisema kuna mahali near me. karibu na mimi. Now let me ask you, Na acha nikuulize sasa, did this place exist je, mahali hapa palikuwepo from eternity? kuanzia umilele? People have said yes, God bless you. Waliosema ndio, Mungu awabariki. You understand the scripture. Unaelewa maandiko. Some people are even wondering, Wengine bado am I wanashangaa, going to make a mistake? je, nitakuwa nimekosea? You better make a mistake and then we correct you. Afadhali ukosee alafu tukusahihishe. Than unanyamaza unakuwa vukuvuku. Hauko kwa baridi, hauko kwa moto, na you start wondering. Unaanza kushangaa. Listen. Sikia, The place was in the rock. mahali pale palikuwa kwenye mwamba. Kweli ama hapana? Kweli. Don't you read the Bible Je, hausomi Biblia about the rock of ages? kuhusu ule mwamba wa miaka? Is it not in the scripture? Je, haipo kwenye Biblia? It is there. Ipo. The rock of ages. Mwamba wa miaka It's an eternal rock. ni mwamba wa milele. That's our Lord Jesus. Huyo ni Bwana wetu Yesu. Inside him there is mercy. Ndani yake kuna huruma, There is favor. kuna kibali, There is protection. kuna ulinzi, There is life. kuna maisha. So God said, Kwa hivyo Mungu alisema, if you stand anywhere iwapo utasimama popote and try to look at me, na ujaribu you kunitazama, are a dead man. wewe tayari But I umeshakufa. have a place Lakini ninapo mahali just near me. karibu na mimi, If you stand there, you iwapo utasimama are pale, not going to die. hautakufa. You will see me Utaniona and you are going to na survive. utaendelea kuishi. I will cover you with my hands Nitakufunika na mkono wangu while in that place. ukiwa mahali pale, I pass before you. alafu nitapita mbele yako. When I've passed, Baada ya I will kupita, now remove my hands. nitaondoa mkono wangu You can see me ili uweze kuniona from behind. kutoka upande wa nyuma. And then he was put there. Alafu akawekwa mahali pale. He didn't dream it Hakuota that he went to bed and then he goes, kwamba you know alienda what? kitandani Today alafu I want to akamwambia come. leo I want you to see me. nataka No, unione. Hapana, he was aggressive. alikuwa mtu wa bidii, Mentality of champions. ule mtazamo wa washindi, People mabingwa, want to leave marks on earth watu ambao wanataka kuacha alama to the ulimwenguni glory of kwa God. ajili ya utukufu wa Mungu. The kingdom of God didn't tell us that because we are in the kingdom of God, just be lazy people. Ufalme wa Mungu haukutuambia kwa sababu tuko katika ufalme tuwe watu Or because you are in the wavuvi, kingdom of wavivu. God, don't think.
Ama ukiwa katika ufalme wa Mungu usitumie Or mawazo yako because kufikiria. in the kingdom of God, don't be innovative. No. Usiwe kwa sababu uko katika ufalme usikuwe mbunifu. Hapana. Be innovative. Uwe mbunifu In this kingdom. katika ufalme huu. Have ambitions. Uwe na matamanio In this kingdom. katika ufalme huu. Be a fighter. Uwe mpiganaji In this katika kingdom. ufalme huu. Be a thinker. Uwe mtu wa In kufikiria this kingdom. katika ufalme huu. The grace is upon you Neema iko juu yako to shake your tie. ili utikise The wakati grace wako. is there. Neema ipo. But now, Lakini sasa even your mentality, hata mtazamo wako, even the way you do things, namna yako ya kutenda mambo, even your faith, na hata imani yako, all these things vitu hivi vyote can enable you move forward. vinaweza kusaidia usonge mbele. Be a great blessing. Uwe baraka kuu, Or just live a life that is funny. ama uishi maisha ambayo ni ya kushangaza. And then one day, Alafu siku moja that angel comes to pick you. yule malaika aje kukuchukua, He tells you it is time to go home. kwambie ni wakati wa kurejea nyumbani. When you look back, Ukiangalia nyuma, nothing to show for it. hakuna kitu cha kuonyesha ulikuwepo. Sasa umeishi kama mtu fulani hapo. Ama namna gani? Because God will give you time Sababu Mungu atakupatia wakati to look back. wa kuangalia nyuma. Now when you look back, Na unapotazama nyuma, rubbish. vitu vya uchafu peke yake. Sema Hallelujah. Amina. So I want to stop here today, Nataka niachie hapa leo, but we are going to continue with this grace and responsibility lakini tutaendelea na neema na majukumu yake until I complete this lesson. It's just amazing. mpaka nitakapomaliza funzo hili, kwa sababu ni la ajabu. So once I finish, Na nikishamaliza, and then we can go into other things. tunaweza enenda katika masomo mengine. God told me today Mungu aliniambia leo to pray for somebody who is tired, niombee mtu ambaye amechoka. and I want to do that Nataka kufanya hivyo because I want to obey the voice of God. kwa sababu nataka nitii sauti ya Mungu. He told me today Aliniambia leo to pray for somebody niombee mtu who is tired. ambaye amechoka. There is somebody Kuna mtu who has trusted in God ambaye amemwaminia Mungu and still na bado the person has reached even a place where amefikia mahali kwamba the person start wondering, ameanza kushangaa, does he know me? je, huyu Mungu kweli ananijua mimi? Does he care? Je, ananijali? So that person, Kwa hivyo mtu huyo, God told me to pray for you. Mungu aliniambia nikuombee, And God told me to tell you na Mungu akaniambia nikwambie that today kwamba leo is your new day. ni siku mpya kwako. Now, Kwa hivyo God took me to the wall. alinipeleka kwenye ukuta, And then when I look at the wall, na nilipoutazama ule ukuta it was completely white. ulikuwa mweupe pepepe. And then God told me, Alafu Mungu akaniambia, you see this white wall? unaona ukuta huu mweupe? It's a new page. Ni ukurasa mpya. So, Kwa hivyo it's a new page. ni ukurasa mpya. So God is starting new walk. Kwa hivyo Mungu anaanza safari With you. mpya na wewe. So now, Kwa hivyo wherever you are, popote ulipo, because we don't lay hands on people these kwa days, sababu siku hizi hatuwawekelei watu mikono, not because we can't, sio kwa sababu eti hatuwezi, but we obey our government. lakini kwa sababu tunatii serikali yetu. Now, wherever you are, Popote ulipo, just lift up your hands. inua tu mikono yako juu. What I've just told you, Kile ambacho nimekuambia it is from the Lord. kinatoka kwa Bwana. Whatever you have gone through, Ile hali yote ambayo umeipitia, God was watching. Mungu alikuwa anaangalia na kutazama. He was not absent. Sio eti hakuwepo, He was watching. alikuwa anatizama. Today, Leo a new page starts in your life. ukurasa mpya umefunuliwa katika maisha yako. That's what says the Lord. Hivyo ndivyo asema Bwana. Let all of us lift up our hands. We want to pray now. Sote tuinue mikono yetu, tunataka tuombe. We want to go before God. Tunataka tuende mbele ya Mungu. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, as you told me, kama ambavyo uliniambia, today is the day of healing, leo ni siku ya uponyaji, the day of change, siku ya utofauti, day of transformation. siku ya mabadiliko.
A day that siku you have turned a new page of our ambayo lives. umefungua ukurasa mpya katika maisha yetu. Faithful God, Mungu mwaminifu, God of the Bible, Mungu wa Biblia, amazing God, Mungu wa kushangaza, God who cannot lie. Mungu ambaye huwezi danganya. God, Mungu, I've told your people what you told me. nimewaambia watu wako ulichoniambia, Here they are standing before you, na hapa wamesimama mbele yako, lifting their hands before you. wakiinua mikono yako mbele yako. God, Mungu, the healer of our lives, mponyaji wa maisha yetu, bring change leta mabadiliko as you told me. kama ambavyo ulivyoniambia. From today, Kuanzia leo these people watu hawa shall live wataishi as a sign kama ishara in this generation. katika kizazi hiki. Thank you, Lord. Asante Bwana, Thank you, Lord. asante Bwana. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba, Amen. amen. Now, Sasa you have come today to worship. umekuja leo kwa ibada You are not born again. na bado haujaokoka You like to do so. na ungependa kuokoka. Can I see your hand? I want to Je, pray. inua mkono wako, nataka You kuona are mkono not wako. born again, Wewe haujamkubali but Yesu, you want to do it today. lakini unataka kumkubali na kumpokea hii leo. Is there anybody? Can Na I see? yeyote? Oh, good. There's one person there. Kuna mtu mmoja pale. So I want you to pray after me. Uombe nyuma ya mchungaji. Pray after me. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele yako mchana wa leo na kupatia maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi. Nisamehe kwa kila dhambi. Nitakase kwa damu yako ya bei. Mimi ni mwana wako. Nitakufuata kuanzia leo na hata kuendelea. Asante kwa kuniponya. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Listening to this message, you are not born again. You want to live your life to Christ Jesus. I want to pray with you. Can you pray after me? Say, Lord Jesus, here I am. I've heard your word. I come before you. I repent all my sins. Forgive me and accept me as your child. I've made up a decision to love you, to accept you, to believe in you, to follow you from today and forever. Thank you for accepting me as your child. Thank you for forgiving my sin. Thank you for making me your child. I thank you, Jesus. Thank you for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. I want to pray for every person who has a different need. Father, in the name of Jesus, I pray for your people. They have various needs, oh God. Touch every person. Meet every person to his point of need. Heal those who are sick. Liberate those who have been made prisoners by the enemy. Resurrect those who are dead and give them back life and hope. We thank you and we glorify you. Receive all the glory. In Jesus' name I pray. Amen, amen, and amen. God bless you for listening. Welcome to our services. We are from Embakasi, Nairobi, Resurrection Temple International, opposite Nyayo Estate, between Gate A and Gate B. God bless you. My name is Tengu Yoka. I greet you. God bless you. Thank you.